Na mimi ni walaumu baadhi ya viongozi wa dini. Ili jambo mbona huyu mama mlishindwa kukaa naye toka mwanzo ili mlimalize kwa njia vikao? Jamani, kweli ni aibu hii. Ni aibu tunajizalisha hata kwa viongozi wa Waislamu wenzetu walioko serikalini, kwa Waislamu wenzetu wako wapi nje ya nchi. Wanatutalau sana Waislamu wa Tanzania. Tunazalilika sana. Hii ni aibu. Viongozi wa dini mlishindwa kulimaliza hili mpaka litoke nje. Mlishindwa. Huyu mama aliwashinda kuliziwia hili. Nyinyi wenyewe mnasema ni la siku nyingi, mlishindwa kuliziwia hili. Kwa hapa ndipo tunapoona tunafeli kwenye nafasi hii ya kutendea haki uongozi. Tunashindwa. Nimesikia na shekhe wa mkoa wa Kigoma naye katumbuliwa. Na shehe wa mkoa wa Singida naye katumbuliwa. Jamani, pimeni. Mimi nawaambieni ukweli, pimeni sana. Hawa viongozi mnaowapa mamlaka ya kuongoza Waislamu, pimeni sana. Hivi mliwahi kusikia wapi askofu wa Katoliki ametumbuliwa? Tuulizane shekhe, unajua hivi vyeo vya dini sio kama vya kisiasa. Vyeo vya dini ni wito. Huwezi kuwa kiongozi wa dini kwa sababu tu unajua kusoma Kiarabu, basi wewe shekhe. Hapana. Uongozi wa dini ni wito kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Matendo yako yaendane na yale unayofundisha watu. Mliwahi kusikia hata siku moja kanisa Katoliki limemtimua mtu kwamba wewe sio askofu kuanzia leo? Hapana, linaangalia katika wale mapadri. Wale mapadri linaangalia mapadri wale ambao wameshiba imani, wana uwezo wa kulinda imani ya Katoliki. Wewe padri, wewe padri. Mapadri wahuni wapo. Labda tukuelezeni wapo. Lakini hawapewi nafasi za juu. Wanakuwa chini wanaongozwa. Na wamesoma, wana madigrii, lakini wanakuwa chini wanaongozwa. Wachungaji ama kanisa ya Kiluteri, Anglikana, Moraviani wana migogoro chungu mzima, lakini wanamaliza mambo yao kwa njia ya vikao. Huu ndio ukweli. Tujifunze kumaliza matatizo kwa njia ya vikao. Sio mpaka usubiri mtu akavuliwe nguo kule. Akavuliwe nguo. Mimi nao nani moja hapa nilitoa. Kuna askofu mmoja wanasema sana serikali, sitaki kumtaja. Mama mmoja alijitokeza kule Arusha akasema mimi amenizalisha watoto wawili. Na watoto wake kafanana nao kweli kweli. Lakini ile klipu waumini wote waliificha na wakakataa kuitoa. Mimi ninayo. Na walikataa kuitoa kwa heshima ya baba askofu na heshima ya kanisa. Na wakakaa wakayamaliza. Sasa hivi mnafikiri kwamba viongozi hao ni malaika? Sio malaika watakatifu kwa sana. Wana makando kando. Lakini ndio maana kuna kitu siri ya uongozi. Tujitahidini sana kwa tunafunika mambo yetu. Yaani tunajizalilisha sana. Juzi nisikia kesi anasemwa kule. Nini? Lakini ni jambo ambalo halipaswi kuungwa mkono wala kufurahiwa kwa mzazi yoyote. Mimi ni mzazi na mtoto wa kike. Je, na mimi mwanangu akifanywa vile nitajisikia amani? Tuwe wa kweli na dada zangu akifanywa vile nitajisikia starehe? Na mimi ni baba, ni mzazi na mke na watoto. Tuwe makini sana katika maisha. Uislamu umetoa nafasi ya kuoa wake mpaka 4. Nafasi ya dini. Nataka niseme kwa unyenyekevu mkubwa sana. Sheikh Walid, wewe ni shekhi wangu, tunaongea, ni rafiki yangu, ni ndugu yangu. Lakini nataka niseme kwamba tufike sehemu tumuogope Mungu. Kama ni kweli tuhuma anazotoa yule mama Mburundi ndivyo ilivyokuwa, nenda kamuombe Mungu na ufanye toba na usirudie tena. Wewe ni kiongozi wa dini. Siwezi kukuhukumu kwa madhambi, sijui toba yako unaifanyaje. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Lakini kiukweli kabisa, kama ndio viongozi wa baraza mna michezo ya namna hii, mnaudhalilisha Uislamu. Tunadhalilisha dini ya Mungu. Yule mama amezungumza maneno makali, maneno mazito, analalamikia serikali, analalamikia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kama mama anakusingizia, anasema uongo, basi laana ya Mungu itakuwa juu yake. Lakini kama mama anasema kweli, shekhi wangu, Sheikh Walid Kawamu, nenda kujitafakari sana, japo kwa wamekuondoa kwenye nafasi hiyo, walikuweka kwa heshima kubwa. Na nilitaka baraza la Waislamu Tanzania lifanye utaratibu unaofuata. Kabla hajampa mtu nafasi yoyote, wamfanyie utafiti. Kweli hatupaswi kuhesabu madhambi yaliyopita nyuma. Hata mimi nilikuwa na madhambi, wewe una madhambi. Lakini tujitahidi sana kuishi ndani ya maneno yetu, ndani ya dini. Hatusemi hapa si kwa kumchukia mtu au kumbeza mtu, hapana. Mimi siko upande wowote. Siko upande wa Walidi wala Bakwata. Lakini kiukweli kabisa mpaka jambo limefika hapo, kulikuwa na udhaifu nyuma. Ili jambo lilikuwa sio la kufika kwa waumini.
ilikuwa jambo la kusevu kabla hajafikia kwa waumini. Kwa jinsi nilivyolifuatilia mimi na nilivyoambiwa, ni jambo la muda mrefu sana limesurround, lakini mmeshindwa kulizuia. Sio kwamba kila kiongozi atakuwa msafi, kila kiongozi na makando kando yake. Tukisema tuyaweke kila kiongozi hapo, basi hii dini atakuja atawale malaika, hata nchi atatawala malaika. Lakini la msingi tujiziwie sana, kuna baadhi ya mambo tunaweza tukajiziwia. Tujiziwie yasijitokeze yakavunja brand ya dini. Kwa hiyo mimi nikupe pole sana mama, na kama upo hapa Dar es Salaam, mimi Sheikh Mwaipopo njoo, tutakusaidia. Hatukusaidii kwa fitina, tutakusaidia kwa uwezo Mungu aliyotujalia kama watu wa dini, kama watu wa Mungu. Hatukuiti uje tukusaidie kwa fitina tukumsaliti Sheikh Walidi, hapana. Tutakusaidia kwa vinavyowezekana.